بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 18 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka wa 1440 biidhni Allahi ta'ala. Katika usiku wa leo tutakumbushana kwa wale ambao tayari wafahamu, na tutaelimishana kwa wale ambao ni mara ya kwanza yao kuyasikia haya, na mambo yanayofungamana na khutba ya Ijumaa. Khutba ya Ijumaa au khutba ni muhimu sana kwa talib alilm kuisoma na kujua sunna katika khutba ya Ijumaa, au kuyajua yale ambayo ni ya sunna katika khutba ya Ijumaa. Kadhalika angalau kujaribu kujua namna gani aweza kupanga mazungumzo yake anapotoa khutba. Ingawa leo zaidi nitakayokusudia hapa kuyataja ni kueleza mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika khutba ya Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ana mafunzo yake amewaachia umma wake katika khutba hii ya Ijumaa, na hii mada ni muhimu sana kwa sababu kuna makosa mingi, kathratu almukhalafat fi khutab aljum'ah. Utaona makosa mingi katika khutba za Jumaa, watu wakakhalifu muongozo aliotoa Mtume sallallahu alayhi wasallam. ومن أبرز تلك المخالفات، miongoni mwa mikhalafa, ule mukhalafa ambao uko wazi kabisa, at-tatwil al-mumil, kurefusha khutba mpaka kuwachokesha wasikilizaji, au kulazimiana na nyiradi ambazo hazikuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kutoka kwa salaf. Mfano mwingine, utakuta baadhi ya misikiti khatibu anapotoa khutba ndio pale pale kuna adhkar mpaka usomwa kwa jamaa, watu wote wakawa wasoma adhkar kama zile. Mfano, ikafikia kiasi cha kuwa watu wakawa wamezoea hii mikhalafa mingi mpaka wakahesabu ni katika sunna, hata idha turikat qila turikat as-sunnah, mpaka imefikia wakati zikiwachwa ile mukhalafat watu wakajiepusha nayo, usema kumewachwa sunna, watu wameiacha sunna, kumbe kumewachwa jambo la uzushi kwa namna lilivyozoeleka. Mfano, khatibu kunyanyua mikono yake katika dua ambayo sio ya kuomba mvua, istisqa, kawa anyanyua mikono kuomba dua. Sababu katika istisqa pale ni sunna kunyanyua mikono, na hapa ndio utaona wengi katika watu katika khutba ya Ijumaa anapoomba dua yule khatibu na wao pia wafanya nini? Unyanyua mikono.
la khatibu hawakatazi wale wanaosikiliza kunyanyua mikono yao kwa sababu si jambo lilothubutu, wala wasikilizaji hawamwambii khatibu wewe kunyanyua mikono katika dua yako ya khutba maadamu huombi mvua ni makosa. Ikawa watu waenda katika hali kama hii. Kwa hivyo kuna umuhimu sana, sababu ziko nyingi zinazotupelekea sisi kusoma mfumo wa Mtume sallam katika khutba. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. na haya mazungumzo nitakayozungumza ni mulakhas katika risala ya mmoja katika dakatira ambaye ni udhu wa hayat at-tadris Jamia al-Islamia katika kulliyat al-hadith Anis bin Ahmed bin Tahir Jamal. na sisomi hii risala yote, ni talkhis tu baadhi ya yale mambo nitakayoyataja yatoka katika hii risala min bab al-amanah al-ilmiyya. kirejelea katika risala tu ni bahth fupi lakini ina fawaid nyingi sana ndani yake. jambo la kwanza, kana sallallahu alayhi wasallam yakhutubu qa'iman. alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akihutubu na khutba zake akizitoa akiwa amesimama. وهذا القيام مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. kisimamo hiki kimetajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما أي على المنبر تخطب. وجوه مسمامة جوا منبر وخطبية. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: وتركوك قائما دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما. يعني دليل يكوى يلي إمام وخطوب سكوى جماعة كيوى أمسماما. وقد اشتد إنكار السلف على من يخطب قاعدا. سلف walikuwa wakifanya inkar kwa shida kwa wale wanaotoa khutba kwa kukaa, wanaotoa khutba wakiwa wamekaa. فعن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا. عبد الرحمن بن أم الحكم alikuwa atoa khutba ya Ijumaa amekaa. akaingia sahaba Ka'b bin Ujra akamuona, فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. mtazameni mtu huyu khabith, yani mtu anayefanya jambo ovu au tubu akiwa amekaa chini. وقد قال الله تعالى, na Allah amesema: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. akatoa dalili hii aya, na usahaba amezungumza mazungumzo haya kwa ukali kwa sababu huyu yajua afanye kusudi kile kitendo chake cha kuhutubu akiwa amekaa, wakati masahaba wako wengi tu. asifanye kitendo kama kile bila ya kuwauliza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. akawa ni mkali dhidi yake. jambo la pili, wakana sallallahu alaihi wasallam yakhutubu ala mimbar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihutubu juu ya mimbar. wa mimbaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhu 3 darajat. na mimbar ya Mtume sallallahu alaihi ilikuwa na daraja ngapi? 3. daraja zake ni 3. fakana sallallahu alaihi wasallam yakhutubu ala thaniya. Mtume sallallahu alikuwa akihutubu katika daraja ya pili, kama vile leo tunavyohutubu ikiwa daraja ni 3, hutubu katika daraja ya pili. wayajlisu ala thalitha, na katikati ya khutba akikaa, au kabla ya kuanza khutba katika adhana hukaa katika daraja ngapi? ya 3. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه
وفيه فصنع له منبر له درجتان ويقعد على الثالثة. درجة ziko tatu. Alikuwa akihutubu akisimama katika daraja ya pili na akikaa katika daraja ya tatu. Na ni makosa na kukhalifu wengi katika watu mwongozo wa Mtume sallam katika kutengeza mimbar. Watu kujenga mimbar zaidi ya daraja ngapi? Tatu. Wengine utengeza kama ngazi haswa, mtu upanda we hata sijui ni ngapi mpaka afike kule juu. Hata ukitaka kumtizama khatibu hivi ili upate ile sunna ya muwajaha, utaumwa na shingo, wasikia shingo akatika kwa kutizama juu, namna mtu alivyo juu sana. Nyingine zikawa ndefu mpaka zikakata safu kwa urefu hivi. Na siku hizi misikiti yajengwa ikawa zile mimbar zatengezwa nini kama chumba kule kwa ndani, upita kwa ndani hivi kwenye tunnel, kisha watoka kwa mbele kule, kisha wasimama, kisha kaikiwa kiti pale khatibu nyuma. Mimbar za siku hizi zatengezwa hivi. Lakini sunna sawa sawa, mimbar ya Mtume sallam ilikuwa na daraja tatu sahali tu, daraja tatu tu hutubu. Kwa kinyume na ilivyo leo, madhahiri ya takalluf والمباهات والمبالغه في صنع المنابر, ukaona yale mapambo na nini na tengezo ndefu pengine, au pengine ikatengezwa ikawa ina urefu wa kula safu, ama ina urefu wa kwenda juu daraja zaidi ya tatu, au wengine wakatengeza ikawa wapita ndani. Utafanyaje? Ndio msikiti ushatengezwa, kitaka kutoa khutba waingia wakona, waingia ndani ya ile mihrabu, kisha kule kwenda kuna kona kule, waingia kwa ndani, watu wakushtukia umezuka tu, wasimama pale juu, hakuna daraja hata moja, hakuna daraja hata moja, basi waingia pale ndio hutubu. Nini katika mikhalafa ya wengi katika watu kukhalifu hadi Rasulullah sallam fi sun'i almanabir. Tatu, وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه, alikuwa Mtume sallam akihutubu macho yake huwa mekundu, wa ala sautuhu, na sauti yake hunyanyua juu, washtadda ghadabuhu, na ghadhabu yake huwa zaidi, hatta kaannahu mundhiru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum, kama muonyaji wa jeshi anayeliambia jeshi lake maadui wamekuja asubuhi au jioni. ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال, دليل يكون Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa namna hii akikhutubu ni hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sema كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه, Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akikhutubu macho yake huwa mekundu, wa ala sautuhu, na sauti yake huipaza, اشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم. الحديث بطوله. قال الإبي رحمه الله تعالى في إكماله: وهكذا تكون صفة الواعظ مطابقة للذي هو يتكلم فيه حتى لا يأتي بشيء وضده. مطابقا iwe ile hali ya kutoa khutba italingana na khutba yake. فإذا كان الكلام مثلا عن النار وعن الجهاد فهذا يقتضي تفاعلا. ikiwa mtu azungumza kuhusu moto ama azungumza kuhusu jihad, hii yataka mtu awe na tafaul, yule anayezungumza, ili awaathiri wale watu wanaosikiliza. Warafa'an lisaut, anyanyue sauti yake juu. Na pia kadhalika ghadhab, yahitaji kwake yeye awe azungumza na hasira zaidi kuliko anapozungumzia ar-rahmatillah, akizungumzia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala tofauti. Yani hapazi sauti ili ya kuwatishia wale watu na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, au anil raja au anil janna wa hakadha.
akizungumzia masala ya pepo, masala ya rajaa, masala ya rahma, hapa ni tofauti. Sasa huzungumzi kwa ghadhabu, sasa na utakuwa wazungumza kueleza wale watu kwa sauti na usikilika. Tufahamiana nafikiri, yani iwe tafaul ya khatib yalingana na yale anayoyazungumza. Tumeelewana? Sababu huwezi kuwa jicho lako jekundu na hasira wakati wazungumzia rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallama alikuwa anapozungumza kulingana na ile hali. وكان صلى الله عليه وسلم jambo nne alikuwa Mtume sallam idha istaqbala an-nas wa sallama alayhim jalasa, anapoelekea watu, anapotoa khutba ya Jum'a hutoa salamu kisha akakaa. فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. ilikuwa adhana siku ya Jumaa anapokaa imamu, yani juu ya mimbar, anapokaa ndio waadhini. خامسا وكان صلى الله عليه وسلم يتوكأ على عصا أو قوس. alikuwa Mtume sallam anapokhutubu utegemea fimbo, yani bakora ile utegemea, au uta, ule uta utegemea qaus. عن الحكم ابن حزن الكلفي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. na hapa ndio shahid kwa Mtume sallam alikuwa akitegemea fimbo ile bakora au akitegemea ule uta. فحمد الله واثنى عليه إلى آخر الحديث. قال ابن القيم رحمه الله وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك. walikuwa makhalifa watatu baada yake Mtume sallam wakifanya hivyo. ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف، ولا haikuthubutu kutoka Mtume sallam kuwa eti alikuwa akitegemea upanga. alikuwa akitegemea upanga, akitegemea fimbo ile bakora au akitegemea uta. سادسا وكان صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه السبابة. Mtume sallam alikuwa akiishiria kwa kidole chake cha shahada, si wazungumza rusha mikono tu, akaenda akasema basi kule, kisha kaenda kule kafanya hivi, huko rusha mikono tu. Vita baba, kidole tu kimoja cha shahada. Naona mtu yazungumza leo utaona sana, hakuna mikono yote miwili kama ambayo yotoa salamu ya maasalam, hakuna kabisa mikono miwili. Nyosha kidole kimoja tu peke yake, kidole cha shahada hiki peke yake ndio alikuwa akiishiria Mtume sallallahu alaihi wasallam. فعن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال كنت إلى جنب عمارة بن رويبة وبشر يخطبنا، يعني هو بشر alikuwa akitoa khutba. فلما دعا رفع يديه، alipokuwa yuomba akanyanyua mikono yake. فقال عمارة يعني قبح الله هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا ورفع السبابة وحدها. hata katika dua Mtume sana alikuwa kiomba anyosha kidole cha shahada peke yake, kadhalika katika khutba yake ya Jumaa akinyosha kile kidole kimoja peke yake, wala si kunyosha vidole vyote na kuanza ishara za mikono miwili na kutupa mikono. Tulia tu katika khutba. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة لحاجة. Mtume sallam wakati mwingine alikuwa akikata khutba ikiwa kumetokea haja, dharura. Miongoni mwa dharura ambazo zilitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akakata khutba yake, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل. siku moja Mtume sallam alikuwa atoa khutba siku ya Ijumaa, akaja bwana mmoja akaingia msikitini.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان Mtume sallam akasimamisha khutba na hapa ni yaingia katika mimbabi tanbih هذا من باب التنبيه على ضرورة الصلاة ركعتين تحية المسجد Mtume sallam alitoa tanbih ya dharura ya kusali rak'a mbili تحية المسجد قبل يكوكا أصليت يا فلان إيه فلان وشصالي قال لا قال فقم فاركعهما سمام وصل ركع mbili kabla hujakaa kisha kaendelea na khutba yake kadhalika yaweza kutokea watu wawili wazungumza wengi katika watu leo hawajui huruma na heshima ya khutba ya Ijumaa utaona watu wawili wamekaa wapiga story khatibu atoa khutba wao wazungumza kama hapo ambia nyinyi wawili hapo wewe na wewe nyinyi na wakusudia nyinyi hebu nyamazeni hapo hamna Ijumaa mkizungumza kwenye khutba ya Jumaa kwa hivyo msizungumze tambii au kama mtu warukaruka watu kuna watu tabia zao mbovu sana wana tabia mbaya akiingia msikitini kila siku amechelewa kisha yeye atakaa kae mbele si uje mapema khutba yaendelea yeye arukaruka fungua kidogo waona watu wakunja uso tu nini bwana ni rohoni waungulika ndani ya nyoyo zao hawana raha fungua nafasi atafika mahali hata nafasi si hivyo basi atampigia huyu na huyu kisha yeye ataanza Allahu Akbar hata haulizi kuna nafasi au kuna sasa nyinyi mtajipanga akianza kuswali mtajipanga kama huyu ndio anza wewe unaeruka watu wewe wajua kama hiyo ni sababu ya mtu kukosa thawabu za Ijumaa rudi huko ulikotoka haya rudi huko ukimfanyia mmoja wawili basi kama kuna mtu atathubutu kuruka wenzake tafanya heshima msikiti mzima kwa tena ukiwa jitu refu ndio shaibika wewe mtu mrefu hapo sasa waonekana na kila mtu Ijumaa fulani yule ndio umeona pale ghafla ankaa kunani usiruke watu wawaudhi waislamu Ijumaa usiruke watu wacha kuudhi waislamu wakosa ajiri ya Jumaa kukata shingo za watu Allahu musta'an hata salamu pia kimwona mtu yosalimia wenzake wewe unayesalimia watu haifai kusalimia hii khutba ya Jumaa endelea ketisha kuna wengine maana yake akija asalamu alaykum vipi hali bwana salamu bwana kidogo nipishe hapa hizi tambihi muhimu sana waweza kukatiza khutba ukatoa itambihi toa ile tambihi kwa ajili ya kukumbusha watu Mtume sallam wakati mwingine alikuwa akikata khutba akiwakumbusha watu وكان صلى الله عليه وسلم يجلس بين الخطبتين Mtume sallam alikuwa akikaa baina khutba mbili ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما والحديث رواه البخاري alikuwa Mtume sallam akikhutubu khutba mbili akikaa baina ya khutba zile mbili وقدر هذا الجلوس كده kipindi cha kukaa kikao hadadahu ulama biqadri jalsat alistiraha kama vile jalsat alistiraha katika swala kidogo tu akala fasimama wengine wakakadiria qiraatu surat al-ikhlas wengine wakakadiria almuhim zaman alqu'ud baina alkhutbatayn la yatul kama qala ibn hajar rahimahullah ta'ala fi al-fath isiwe ni kikao kirefu kiasi tu akaa kisha simama وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الخطبة ويطيل الصلاة نمتم سلام alikuwa akifupisha khutba na akirefusha sala أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم Mtume sana alipewa jawami' al-kalim azungumza maneno machache lakini yana maana kubwa fakana idha khataba takallama bikalimat Mtume sana alikuwa akikhutubu akizungumza maneno machache ya kueleweka law addahunna al-aad ahsahunna law kama mtu angehesabu idadi yake angeweza kudhibiti idadi ya yale maneno لأن القصد من الخطبة هو التعليم والتذكير والوعظ من غير إثقال ولا إملال كسبب malengo ya khutba ni ta'lim na kuwakumbusha watu kuwapa mawaidha bila ya kuwatia uzito wala kuwachokesha وذلك
ولذلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بتقصير الخطب وعلى رأسهن خطبة الجمعة. Mtume sana alikuwa akiwahusia masahaba kupunguza kufanya ufupi ile khutba na haswa khutba ya Ijumaa. Bali akabainisha Mtume sallam kuwa ufupi wa khutba ni dalili ya fiqh, ya ufahamu wa yule mtu anayehutubu, kuwa fahamu yake ni mzuri, sababu aweza kutumia maneno machache watu wakaelewa kwa kifupi tu. Si wa khutubu mpaka maawamu kukosea adabu, asimama mtu kule nyuma kuonyesha saa hivi, akugotea saa hivi akuonyesha kuisha. Kumbuka kuna mzee mmoja akapiga kelele, tuna sukari wewe, sema hivyo, tuna sukari bwana, tutatoa hapa sasa hivi, tutafanya mambo mengine hapa, tosha. Wallahi kuna msikiti khatibu alitoa karibu jisali zima. Kunani sali zima? Wewe fanya hivi, fungua darasa kisha someshane, taka sikilize, ambaye atakwenda khutba ya Jumaa ni lazima yule mtu ahudhurie pale. Kwa usitie watu uzito, unena tu wewe, wasema tu, nyamazi. Na kuna wengine akianza kuzungumza kishaona ampata nafasi, basi afunguka tu azungumza tu, basi utasema pale kwa zungumza qala Allahu qala mvisa tu. Na wengi wao watu kama hao, maneno mengi, dalili yataja moja pengine, basi ndio ile mwanzo ile iliyotajwa, basi ndio iliyobakia maneno tu mpaka mwisho. Na mifano kama iko mingi, nyinyi mjua misikiti iko mingi, mpaka watu wamekuwa siku hizi wakimbia misikiti. Sendi pale, radhi, mimi nitakwenda kuswali kwingine mbali, lakini hapa asiswali. Kwa nini? Khatibu hamalizi bwana, akipanda saa 6:30 akishuka saa 7:15 ndio yashuka huyo, basi na swala na nini, watu wakitoka pale saa 7:30 huyo basi ana afadhali. Kuna wengine waweza kuzidisha zaidi hapo, Allahu musta'an. Hii ni kinyume na alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya. An Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. المئنة هي العلامة، urefu wa swala ya mtu na ufupi wa khutba yake ni alama ya ufahamu wake, ni alama ya ilmu na fiqh aliyokuwa nayo yule mtu. Kwa usirefushe khutba ukaifanya ndefu mpaka watu wakaudhika. Mwanzo siku hizi kuna maradhi jamani, na watu wazima tena wana masukari, hawezi kuzuia haja ndogo kwa muda mrefu. Mwacha khutba dakika 10-15 tosha jamani. Na ikiwezekana wallahi tuna upungufu sisi, dakika 10 tu za tosha khutba, 10 peke yake. Ana khutba yako dakika 10 ushamaliza, ushashuka, swalisha watu saa 7 kasorobo, hawaenda zao, alhamdulillah. Na hao watu wa kurefusha khutba ndio waliopelekea awamu wengi kuchelewa misikitini. Utamwona mtu akaa kunani, yule azungumza kweli kweli, yule mimi naongojea baada ya dakika 5 hivi ndio niende, yani enda kufuata swala peke yake pale kwenye Jumaa, basi kuisha. Ukiangalia vizuri, mchangiaji mkubwa wa kwanza katika mambo mwanzo wa khatibu. Kwa nini? Khatibu azungumza jisali zima mpaka wale watu wachoka, na ni awamu, utaona hawaswali, hawasikizi khutba, watoka au hawahudhurii pale mpaka kubakia muda mfupi. Lakini mtu akijua pale nikicheza tu pale hiyo dakika 10 ishakwisha, watu washaswali, nitakosa Ijumaa hapo, basi wewe utaona saa 6 kamili msikiti ushajaa, watu wasubiri khutba, wajua hapa nitakaa hii nusu saa, nitasubiri khutba dakika 10-15, ushamaliza swala nda zangu kwisha. Allahu musta'an. Allah atupe fahamu tufikie huko. Tazama Mtume sallama katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim anasema atilu salata wa aqsiru alkhutbah, refusheni swala na mfupishe khutba. Na Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu يقول
amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biiqsari alkhutabi, ametuamrisha Mtume sallama tuwe tutafupisha zile khutba, si watu wa khutba wewe mpaka mtu akifika nyumbani mkeo amuuliza kunani mume wangu, kunzungumzwa nini huko leo? Anasema wataka ukweli, mimi sijui kumpigwa bomu kule ama kuzungumzwa vipi ama kuzungumzwa vile, ama watu wankula, watu walia, watu wamecheka, haelewi atakuzungumzwa nini, hajui atakuna nini. Kumezungumzwa hapa matokeo ya watoto wa skuli, kumezungumzwa hapo michango, kumezungumzwa hapo ndani sijui vituko gani, kumezungumzwa hapo ndani hiki na kile. Waona kuna watu wengine wakazungumzwa, sijui mwisho mtu akitoka pale angalia, jamaa huyo asema nini, huyo haswa hivi, huyo anasema nini haswa. Mimi nataka kutoka pale angalau nimepata, lakini angalia mtu akizungumza mazungumzo ya dakika chache, dakika 10 mtu anazungumza 15, anapomaliza kuzungumza akiondoka, yule anayetoka pale angalau amefahamu kuwa hapa maudhui inayozungumzwa ni fulani. Leo tumezungumziwa pepo na neema za peponi, na tukahimizwa tufanye amali zitakazotufikisha peponi. Leo kumezungumzwa moto na baadhi ya amali za watu wa motoni, tumeonywa kutokana na moto, tujiepushe na sababu za moto. Leo pale kumezungumzwa takwa, leo pale kumezungumzwa subra, ameelewa. Toka pale mtu aelewe kumezungumzwa nini, si atoka pale hajui hata haelewi kumezungumzwa nini. Wallahu musta'an. Na hii ndio hali mara nyingi inapotokea. Na hatusemi kuwa moja kwa moja kuwa khutba siku zote iwe fupi. Yawezekana kuwa ndefu, lakini si ndefu kupita kiasi ikiwa imetokea dharura. Na ndio maneno ya Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala aliposema wayutiluha ahyanan bihasabi hajati an-nas. Wakati mwingine Mtume sallam akirefusha kidogo khutba kulingana na haja ya watu. Wakanat khutbatuhu al-'aridha atwal min khutbatihi ar-ratiba, ile khutba ambayo kumetokea jambo akalizungumza mara nyingine huwa ndefu zaidi kuliko ile khutba yake ya kawaida. Yani kukiwa kumetokea jambo Mtume sallam akatoa khutba kuhusu lile jambo, yaweza kuwa ndefu kidogo, lakini zaidi ilikuwa khutba yake ni fupi. Pengine mtu aweza atafuta dhabit ya kujua urefu wa ile khutba ulikuwa takriban dakika ngapi. Pengine mtu aweza kuuliza hivyo. Pengine tuweza kupata istinas ya kujua urefu wa khutba ya Mtume sallam kwa hadithi inayozungumzia kusoma kwa Mtume sallam suratu Qaf akiwa juu ya mimbar. Na ukitizama vizuri suratu Qaf, mtu akiisoma kwa kisomo cha kati na kati, si kisomo cha kusoma haraka wala cha kuvuta sana, tastaghriqu min alwaqt 10 daqaiq, takriban ya dakika ngapi? 10. Hasa hii ndio urefu wa khutba ya Mtume sallam. Niangalia tulivyokuwa na upungufu sisi, dakika 10 tu Mtume sallam atoa khutba alayhi salatu wassalam. Ndio mara nyingi ilikuwa khutba yake dakika 10. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa wakati mwingine akitoa au mara nyingi akitoa khutba kwa maneno machache yanayoeleweka, muda mchache, na mara moja akirefusha ikiwa kumetokea sababu. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر حين الاستسقاء. Mtume sallam alikuwa akinyanyua mikono yake ikiwa yuomba mvua. Kiomba mvua anyanyua mikono yake namna hii juu kabisa hivi. Na wale wanaoitikia pia watanyanyua mikono yao katika kuitikia ile dua katika hali kama hii. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد والتشهد والصلاة والسلام وقول أما بعد. Mtume sallam alikuwa kiufupi khutbatul haja ndio alikuwa Mtume sallam akifungulia nayo khutba yake, ingawa akileta mtu khutba nyingine au hamdi nyingine itajuzu, isipokuwa amewacha sunna ya Mtume sallam ambayo ni aula
kwa hivyo innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh mwisho. Amma ba'd, ilikuwa Mtume sallam akishikamana na hiyo, ndani yake ina kila khairi inayohitajika. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على الناس حين يقف على المنبر. Mtume sallam alipokuwa akisimama juu ya mimbar alikuwa akiwasalimia watu. فعن جابر رضي الله عنه ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. Mtume sallam akipanda juu ya mimbar akitoa salamu. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الكلام في خطبته. Mtume salama hakuwa ni mwenye kukithirisha maneno mengi katika hutuba yake, maneno mengi ambao hayana dalili pale katikati yake. Qala ta'ala kadha, qala ta'ala qala rasulullah kadha. Mtume salama alikuwa akizungumza, hutuba zake hazikithirishi maneno mengi. ولم يكن يعجل في إلقاء الخطبة, ولا hakuwa akizungumza haraka haraka katika kutoa khutba, بل كان يبطئ في الكلام ويتأنى في إخراجه. alikuwa akitoa neno baada ya neno likisikika wazi, na uslubu huu uko wazi. Nafikiri mtu akisikiliza aelewa kile kinachofanya nini, kinachozungumzwa pale. Na khutba za Mtume sallam zilikuwa zikizungumza zaidi katika mada zinazofuata alizozitaja Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika Zad al-Ma'ad. Akasema wa kana madaru khutabihi sallallahu alayhi wasallam ala hamdillah wa thana'i alayhi bi alaihi. Khutba za Mtume sallam mara nyingi zilikuwa zikizunguka katika kumhimidi Allah, kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi, wa awsafi kamalihi wa mahamidihi, kumsifu kwa sifa zake za ukamilifu na kila sifa njema, wa ta'limi qawaid al-islam, na kufundisha misingi ya Kiislamu, wa dhikri al-jannati wan-nar wal-ma'ad, na kuwakumbusha watu pepo na moto na siku watakayorejea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal amri bi taqwa Allah, kuamrisha watu kumcha Allah, wa tabyini mawaridi ghadabihi, kuwabainishia watu sehemu zinazowapelekea katika hasira za Allah na ghadhabu zake, wal iyadhu billah, wa mawaqi'i ridahu, na akiwabainishia sehemu ambazo zawapeleka katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ala hadha kana madaru khutabihi. Khutba za Mtume sallam zilikuwa zikizungukia hapa. Hebu tuangalie ni sisi leo khutba zetu. Kweli pale mwanzo palikuwa pazungumziwa tauhid pale, kwa hivyo unaweza kumwona mtu amehutubu maisha yake hajawahi kuizungumzia tauhid hata siku moja, au kuzungumza pepo na moto. Onekana wewe uko nyuma sana, zungumzia watu nini sasa, moto sijui kiyama kuna hivi, pepo moto, mambo gani hayo? Watu watakaozungumzia Uislamu watoto wao wengi wampata D+, tufanyeje wapata A+? Sio wengi wa safari wamefelishwa, fanyeni maandamano, sio tusikubalini jamaa. Subhanallah. Yani haya ndio onekana maendeleo makubwa, ama yale niliona Amerika imenifunza na khutba hizo, mambo ya kipuzi ndio toa khutba. Wakati Mtume sallam alikuwa akizungumza janna, alikuwa akizungumza nar, akizungumza siku ya kiyama, akizungumza taqwa, akizungumza mawadhi yanayofungamana na misingi ya dini, misingi ya iman, mambo yanayopeleka watu kwa ghadhabu za Allah, mambo yanayopeleka watu kwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hivi ndio ilikuwa hutuba za Mtume sallallahu alaihi wasallam zikizungukia katika hali kama hizo. Wakana sallallahu alaihi wasallam yakhutubu bilquran, na wakati mwingine Mtume sallam ilikuwa hutuba yake yote ni Qur'an mwanzo mpaka mwisho, kama fi hadithi Hisham binti Haritha qalat ma akhadtu qaf wal Qur'an al Majid illa ala lisan rasulillah sallallahu alaihi wasallam يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. Sikiliza namna alivyokuwa akisema mara nyingi, mpaka akisema yaqra'uha
kila yaumi jumua, kila Ijumaa alikuwa akisoma qaf al-Qur'an al-Majid mwanzo mpaka mwisho anapohutubu watu. Leo kwa mfano tunajaribu kuitabikisha hii sunna kwa kuisoma mara moja mara mbili kwa mwaka, ile siku utakayoisoma ile basi kote kutazungumzwa hii kali Jumaa bana pale somewa qaf pale mpaka mwisho watu wakaondoka. Atatu elewa jamaa vipi hapa watu za simu Safaricom siku hiyo sijui kama ni Zen kwa sijui nani hao Zen nini watapata faida kweli kweli Mombasa. Simu za msikia khutba sikia usemaje hayat kibar aljuhala sasa waanza kuzungumza 80 lakini ndio inavyokwenda haifai bwana namna ile. Sasa ndio nini ile sahihi hapa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya kadhalika. Basi si qaf tu, حديث يا أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. mwanzo paka mwisho isome kigawanya mara mbili ndio khutba ya Jumaa hiyo shamaliza. ولربما استشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات من القرآن مرات. wakati mwingine zungumza khutba atoa ushahidi wa aya katika Qur'an alayhi salatu wassalam, كما كتك حديث صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. شكاكي سمي آية كتك أكيوجوا يا منبر. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي الزمان والمكان في خطبه. نالكوا كزنغتي زاما نبهالي كتك خطبة زاكي. ikiwa sehemu unaoishi washirikina wengi basi kithirisha kuzungumzia nini tauhid na kukataza mambo ya shirki. Ikiwa ni sehemu imekithiri mambo ya uzinifu zungumzie mambo ya uzinifu na uharamu wake wa hakadha. Yani tizama pale mahali. Miongoni mwa mikhalafa yanayofanywa katika khutba za Jumaa, mukhalafa wa kwanza kabisa italatul khutbati jiddan wa taqsir as-salah. Utamwona mtu arefusha khutba kija kwenye swala inna atainaka al-kauthar suratul ikhlas kwa mfano basi shamaliza swala, na hii ni kinyume na vile inavyotakikana. pia at-tasahul bi iradi al-ahadith al-wahiya wal-munkara wad-dha'ifa. mtu kuwa na tasahul na kutaja hadith dhaifa nyingine hadith mawdu'a hajali khatibu ataja atoa khutba zake. كذلك ذكر موضوعات قد تسبب فتنا. kutaja mada ambazo zinaweza kusababisha fitna, kama mtu akiti pale kazi yake kuwasimanga viongozi wa nchi, amekaa pale fulani waziri fulani mnafiki yule, mwanzo huyu kiongozi fulani kadha wa kadha yule kadha. hizi hutuba za fitna hakuna faida watu wapata ndani yake, bali ni fitna tu eneza katika mujtamaa. na kuna mengi ambayo pengine labda hatutataja hapa ili kwa ajili ya kufupisha, ambayo watu hufanya miongoni wale makosa ya khutaba. na pia kuna makosa ambayo hufanywa na wale ma'mumin katikati ya khutba ya Jumaa, kama kwa mfano majiu kathiri min almusallin mutaakhirina ba'da bid'i al-imam fi al-khutbah, kuja wengi katika maamuma baada ya imamu kuanza khutba ndio waingia ndani ya msikiti. na hii kama tulivyotaja pia katika vile vinavyochangia ni makhatibu kutoa khutba ndefu sana mpaka wakapelekea awam kuchelewa katika kuhudhuria. kadhalika raf'uhum liaydihim athna'a du'a al-imam, kunyanyua mikono kwa maamuma wakati khatibu anapotoa dua. وهذا خطأ, na hili ni kosa. na hili kosa pia kusema ukweli lazaliwa na kosa lingine ambalo baadhi yetu sisi makhatibu pia ulifanya, kila Ijumaa kuleta dua. tabiri Ijumaa zingine uache kuleta dua, Ijumaa nyingine ulete dua. kadhalika kuitikia amin kwa maamuma kwa sauti ya juu, sauti murtafi',
وبصورة جماعية آمين آمين. hii pia ni katika makosa ambayo yafanywa, sababu ni jambo ambalo halikuwepo wakati wa Mtume sallam wala wakati wa salaf. Wengine kufanya mchezo na zile tasbihi zile ukaa nazo hivi akacheza cheza nazo, pia ni katika sababu ya kukosa ajri ya Jumaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam, massa alhasa faqad lagha wa man lagha fala jumu'ata lahu, kama huyu hana jumu'a. Wengine ni kukaa nje ya msikiti, akaa nje ya msikiti, wewe ikifika time ya swala ndio ingia. Hii pia ni katika makosa. Makosa mengine adamu liltifat ila al-imam au ila al-khatib, kutomtizama yule khatibu athnaa khutbatihi, katika hali ya khutba yake. وهذا مخالف لهدي السلف رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. hii ni kinyume na vile wale wema waliotangulia walivyokuwa wakifanya na Mtume sallallahu alaihi wasallam. katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. Mtume sallam alikaa siku moja juu ya mimbar na sisi tukakaa tukiwa tumemzunguka, yani wamtizama nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. na wajhu dalala fihi kama ذكر الحافظ ابن حجر أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا. kule kukaa kumsikiza maneno yake mara nyingi ilikuwa wamtizama, walikuwa wakimtizama Mtume sallallahu alayhi wasallam. na kule kutomtizama imamu, wengine waenda kwenye ukuta swaka, ule ukuta umeelekea, kwa mfano msikiti umegawanyika kama huu wetu pale, ametegemea ukuta, angalia kule kinyume na vile alivyo imamu anavyoelekea, yani yeye kama imamu pia kama khatibu pia, khatibu ameelekea huko na aelekea huko kulikoelekea khatibu, nini ategemee tu pale, au amekaa kivyovyote vile hamtizami ile imamu. na hii si sifa nzuri ya kukaa, ni sifa ya watu wa kibri, ni sifa ya watu ambao ni mu'ridhin, wapuuza kile wanachoambiwa. hii sifa Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza kwa makafiri, si kwa waislamu. wala simaanishi hivi kwa wale wanaofanya hivyo makafiri, maana wengine huwa wasubiri hivyo tu, unsikia halala paka upi anaambiwa kafiri bwana. Mbona mko hivi waongo nyinyi, mjikhurafi hasa khurafi wapenda uzushi kweli, yani washamzulia Mtume salamu aliyomzulia, basi usistaajabu wamzulia kila mtu. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia makafiri asema thumma adbara wastakbar. wao ndio walikuwa wakisomewa na Mtume sallam aya za Qur'an, wakiningania katika Uislamu humpa mgongo Mtume sallam na kufanya kibri. fama lahum 'ani tadhkirati mu'ridin, ni wenye kupuuza ule ukumbusho na wito wanaoletewa na Mtume sallam. kaannahum humurun mustanfira farrat min qaswara, wanapundamilia yule akimuona simba ukimbia namna gani. ndio mfano wa makafiri walivyokuwa wakimkimbia Mtume sallallahu alayhi wasallam. وفيه شغل عن كلام الخطيب, mtu yajishughulisha na mambo mengine badala ya kumsikiza nani? Yule khatibu. kwa hivyo ni watu wamtizame yule anayetoa khutba. na khutba ya Jumaa ni shart fi al-Jum'a, la tasihhu bidunha. Jumaa haisihi bila nini? bila khutba. na ndio maana tusoma haya ili isije siku kukakosekana makhatibu na wewe uko pale talib ilmu, mwambie haya panda bwana, tunkuona hudhuria darasa pale, panda ututolee khutba, leo hayupo. Jamaa mimi naona swali ni adhuhuri hapa, maana hapa hamna kitu. Lazima ujiandae talib ilmu, wakati wote unapokwenda msikitini juu yaweza kutokea. na mimi haya nishaona. siku moja tumekwenda Jumaa, tulikuwa mamlaka Saudia Jeddah au Jeddah, tumehudhuria Jumaa, ikawa saa zenda watu waangaliana tu, utakuwaje khatibu hayuko. watu wakatizamana mpaka imebakia robo saa, yani kawaida watu waswali time hiyo bado robo saa ile swala wanaswali kawaida baada ya khutba. mfano muadhin akasema ikiwa kuna mtu hapa aweza kutoa khutba, jamaa atoe khutba, huyu mwenye khatibu haji leo. Hebu fikiria kungelikuwa hakuna khatibu pale, kungekuwaje?
si watu wangeswali dhuhuri wakaenda zao. Ina alhamdulillah ikawa kuna kijana mmoja pale mbele hapo akasimama, akavaa joho, akapanda juu, akatoa khutba. Tena akatoa khutba kama ameipanga, jazakallahu khair. Sababu ya hifadhi nusus za Qur'an na Sunna, kasimama akatoa khutba, tutaswali Ijumaa. Khutba fupi tu, dakika kama 10, watu wakasimama kwa swali Ijumaa. Sila kuambiwa hili mmehudhuria mkaliona. Kadhalika hapa kwetu Mombasa, nafikiri karibuni kulitokea jambo kama hilo. Au yaweza kutokea khatibu akaanguka pale juu, akapata sababu maradhi ama nini, akaanguka. Haya sasa, kuna khatibu atoe khutba, kwa kuna umuhimu wa tulab alilm kusoma haya mambo na kuonyeshwa namna gani ya kupanga khutba, ili leo au kesho inshallah biidhnillah taala tuwe tuko wengi ambao tuweza kutoa khutba, musaidia awam katika kusimamisha ibada tukufu kama hii. Wallahu musta'an. Na hii ni miongoni mwa njia kubwa katika njia za nini, za da'wa. Ni miongoni mwa njia kubwa katika njia za da'wa, kufikisha kwa watu ile da'wa kwa kupitia khutba za Jumaa. Insha Allah taala kikao kinachofuata hakitakuwa hapa. Kikao kinachofuata biidhnillah, sijui tutapanga vipi, lakini itabidi kiwe maktaba, ili tuonyeshane namna gani mtu aweza kukaa chini akapangilia khutba yake vizuri kabisa, bila ya kwenda kulia na kushoto, mashariki, magharibi. Watu wakitoka pale hawakuelewi unachokizungumza. Utajidhibiti vipi katika kuandika ile khutba ikawa imepangilika vizuri na isiwe ndefu itawachokesha watu? Biidhnillah taala hayo katika kikao kinachofuata tutakubaliana inshallah lini, wakati gani tukutane maktaba inshallah taala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وألا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.